Msingi hapa wanazungumza juu ya kwamba katika yale malengo ya maendeleo endelevu, la kwanza lile linasema kwamba ifikapo mwaka 2030 umaskini uwe umetokomezwa. Sasa leo ni 2025, imebaki miaka mitano, na kwa mkutano huu wote unajaribu kujadili nini kifanyike, nini kifanyike katika kuelekea 2030. Je, tutafikaje? Kwa ndio maana mkae hapa msikilize na muwahoji vizuri. Hapa maana mkusanyiko wa wataalamu wao. Hawa ni wachumi wa mabingwa wa dunia nzima wako hapa. Wanachozungumzia hapa ni namna gani tutafika 2030 katika kutekeleza ile lengo namba 1 lile, no poverty. Ndio hilo. Kwa hiyo ndio hilo tu. Sasa mimi wamenialika na wameniomba tukuzungumzia jitihada ambazo tumekuwa tunazifanya. Na katika hotuba yangu nimesema tu kwamba katika Tanzania kupambana na umaskini limekuwa ni lengo toka uhuru. Nimeeleza vizuri kwamba Mwalimu Nyerere kabla hajapata uongozi wa nchi na baada ya kuwa kiongozi wa nchi alitaja maadui watatu. Na wa kwanza ameskani umaskini, wa pili ni ujinga, ya tatu ni maradhi. Kutoka mwanzo wa nchi yetu uhuru, tulipopata uhuru, kumekuwepo na hiyo dhamira ya kupambana na umaskini. Sasa Mwalimu amefanya nini? Mwalimu ndio ameanzisha utaratibu wa mipango ya maendeleo. Kulikuwa na mpango wa maendeleo wa miaka mitatu, 1961 mpaka 64. Alafu baada ya hapo, hiyo ilikuwa kipindi ambacho ni Tanzania bara pekee yetu kama ya Tanganyika. Baada ya muungano kaanza sasa mipango ya maendeleo mingine mitatu, 64 mpaka 69, mpango wa pili 69 mpaka 70 na ngapi itakuwa mitano, ilikuwa 73 nadhani, halafu kwa na ule wa mwisho kutoka 74 mpaka 81. Kwa hiyo ile mipango mitatu ile ya maendeleo yatoka 64 mpaka 81. Kwa hapo kwanza, hilo jambo la kwanza ni katika jitihada ya kupambana na umaskini na kuleta maendeleo ya nchi yetu. Mwalimu amelikazania hilo, ameliweka hilo kama jambo lake kubwa la msingi. Lakini kuna kipindi ambacho kwa na matatizo ya kiuchumi, kwa hiyo kukawa na hatua mbalimbali, mipango mbalimbali imekuwepo ya kupambana na hali ya uchumi ilivyokuwa ina matatizo nchini. Kwa hiyo wakati wa Mzee Mkapa sasa na Mzee Mwinyi amekuwa kipindi hicho ambacho kwa kweli zaidi ile mipango inayohitaji ile NESP, ile National Economic Survival Program, Economic Recovery Program, ile structure ilikuwa kipindi cha zaidi mwishoni pale Mzee Nyerere alipomaliza, lakini pia ni kipindi cha Mzee Mwinyi. Rais Mkapa alipoingia ndio akaja na Vision 2025, dira ya maendeleo ya miaka 25. Lakini yote hayo shabaha yake bado ni ile kubwa ya msingi: kupunguza umaskini, kuondoa kupambana na maradhi, kupambana na ujinga, lakini na kukuza uchumi katika ujumla wake. Bado lengo linabakia pale pale kwa uongozi wetu wote, na ndio maana nimesema kwenye speech yangu kwamba baada ya Mwalimu kuweka state ile stage, lakini viongozi wote waliofuatia bado walibaki na lengo lile la msingi katika jitihada, hatua zinazochukuliwa zote ni kupunguza umaskini na hatimaye umaskini uondoke. Kwa Mzee Mkapa akaja na ile lengo la milele tulichofanyika kipindi changu mimi sasa ni kwamba kwa ile miaka iliyobakia tukatengeneza mpango wa muda mrefu wa miaka 15, na mpango ule tukaugawa katika mipango ya maendeleo mitatu.
ya miaka mitano. Mpango wa kwanza, kujenga uwezo wa Tanzania kukua, unleashing the growth potential of Tanzania, ambao ilikuwa 2011 mpaka 2016. Mpango wa pili, katika ile mpango wa muda mrefu, ilikuwa ni sasa ulikuwa na ujenzi wa viwanda nchini, ujenzi wa viwanda nchini sasa. Na mpango wa tatu ni kujenga uwezo mkubwa wa ushindani wa uchumi wa Tanzania kama katika kanda, lakini katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hilo ndio mipango ile. Ule mpango wa kwanza katika ile miaka 2011 mpaka kipindi cha mwisho cha uongozi. Mpango ule wa pili wa viwanda ni kipindi cha Rais Magufuli, kipindi chake cha kwanza. Ndio maana paka tu anasema Tanzania ya Magufuli, Tanzania ya viwanda, lakini ndio ule mpango wa pili wa maendeleo. Na Rais Samia ndio mwaka 2021 amezindua sasa ule mpango wa mwisho, katika ule ambao ukitekeleza ule wa mwisho ule ndio unakamilisha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Lakini yote hayo shabaha yake ni nini? Ni kuondoa umaskini wa nchi na kupunguza umaskini wa Watanzania. Lila umaskini wa nchi tumefanikiwa, kwamba ile jitihada ilianza, tumetoka sasa kwenye lile kundi la nchi maskini na tumeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati, lakini katika hatua ile ya mwanzo. Sasa hilo ndio amefanya. Sasa kinachofanyika chini sasa, kilichofanyika na uongozi sasa wa Rais Samia, ni kutengeneza sasa mpango mwingine, kuweka dira nyingine ya maendeleo ya miaka mingine 25 itakayo tuchukua mpaka mwaka 2050. Hii ya kwanza ya jitihada za Mzee Nyerere mpaka kipindi cha Mzee Mwinyi, cha Mzee Mkapa, cha kwangu mimi na Magufuli, ilikuwa ni kuitoa nchi kutoka kwenye kundi la nchi masikini sana na kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati. Hilo tumefanikiwa. Unaona? Bado changamoto iliyokuwepo ni ile ya kupunguza idadi ya umaskini wa watu. Ule umaskini wa watu ndio kwamba umaskini umepungua, lakini kama nilivyosema mimi, unapungua, kasi yake ya kupungua umaskini imekuwa ni ndogo. Na ndio nimeeleza pale kwamba tulipokaa chini na wataalamu wakasema, bwana, umaskini wa kasi inakuwa ndogo kwa sababu kilimo hakijapata kasi kubwa ya kukua. Hajapata kasi kubwa ya kukua, kilimo kinakuwa katika kasi ya 4%, lakini shabaha yake bado ni ile kwamba tukiweza kufanikiwa kasi ya kilimo ikaongezeka, mapato ya watu wanaoishi kwa kutegemea kilimo yakaongezeka, tutaongeza sana kasi ya kupungua kwa umaskini. Anaitwa Dr. Islam Seif Salum, ni katibu mkuu katika ofisi ya makamu wa pili wa Rais Zanzibar. Nipo hapa Arusha katika mkutano huu wa kimataifa ambao umeandaliwa na Export Management Policy. Swala zima ni SDG1, utekelezaji wake na mafanikio yake katika nchi mbalimbali duniani. Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo inatekeleza malengo ya SDG1 katika kuhakikisha kwamba tunapunguza ama kuondoa kabisa umasikini ifikapo 2030.